Ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hao wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano? Nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Agnesta Lambert kwa kulileta swali zuri, swali na kwa muda mwafaka. Ni mnukuu Profesa Kabudi kwamba aina ya muungano wetu si tu muungano wa makaratasi, huu ni muungano wa kindugu. Na Mheshimiwa Spika, waasisi wetu waliunganisha mchanga kama ishara ya muungano. Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu. Watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa Mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kwa mfano, jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF, anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi NHIF, anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa kesh ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa kesh